Watu wengi tunaambiwa kuhusu mambo ya uwekezaji. Lakini watu wengi sisi tukishasikia hizo taarifa tunafanya maamuzi kutokana na pressure ambayo ipo kwenye mitandao, lakini hujakaa mwenyewe kama wewe kuangalia, kufanya tathmini ya hiyo investment ambayo unaifikiria, utafakari kwa kina na kufanya uchunguzi yakinifu kuhusu hicho kitu unachotaka kwenda kuinvest. Wakati unapata hasara, hutaona wamekwambia hasara. Kama umechanganyikiwa, yani umechanganyikiwa ya investment unayotaka kuendea, itakusaidia sana. Kila laheri mwana investor. Shosti! Tusemezane. Haya. Watu wengi tunaambiwa kuhusu mambo ya uwekezaji. Uwekezaji, labda unaambiwa sehemu fulani zinauzwa hisa, sehemu fulani zinauzwa bond, sehemu fulani ukiweka hela hivi unapata hiki na kadhalika. Watu wengi tunasikiaga hizo taarifa. Lakini watu wengi sisi tukishasikia hizo taarifa tunafanya maamuzi kutokana na pressure ambayo ipo kwenye mitandao, kutokana na pressure ambayo marafiki zako wanakushauri, kutokana na pressure ambayo labda mwenza au nini wanakushauri. Sawa, nini kinatokea baadaye? Muda mwingi hatupati muda wa kujifunza wenyewe binafsi bila hawa watu. Yaani uwezi ukawa unasema wewe unataka kufanya investment, lakini hujakaa mwenyewe kama wewe kuangalia, kufanya tathmini ya hiyo investment ambayo unaifikiria, ambayo unaambiwa. Mfano, ukiinvest kiasi hichi unapata kiasi hichi, ukifanya kitu hichi unapata hichi. Hujakaa mwenyewe kupiga hesabu kwamba hii ni plan A, kwamba tumeambiwa tukiinvest kiasi fulani, labda ukiinvest milioni unapata milioni 3 tuseme. Isipotokea, sawa, risk, sawa, matarajio yasiponandiu, duration na kila kitu, unatakiwa kabla hujafanya investment ambayo ulishauriwa, inakupasa ufanyaje? Inakupasa upate muda au wasaa wa wewe binafsi kutafakari kwa kina na kufanya uchunguzi yakinifu kuhusu hicho kitu unachotaka kwenda kuinvest. Inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni hizi kuinvest kwenye nini zinaitwa sijui bond, sijui kitu gani, inaweza ikawa ni vitu vyote hivyo, lakini make sure una invest ukiwa una uhakika na unachokiinvest. Nikisema uhakika inamaanisha wewe una taarifa zote muhimu juu ya hiyo investment. Taarifa muhimu ni pale ambako tunasema ni kama risk, safety of your money, safety of that investment na kadhalika, vitu vyote vinavyohusiana. Yaani wewe usiinvest afu mtu anauza, kwa nini umenunua hii sasa fulani? Unajua bwana, trend niliona watu wanafanya. Hao watu wakati unapata hasara hutaona wamekwambia hasara. Sio umeelewa? Hao watu wakati una struggle labda na biashara na wherever it is, hawatakuwepo wakakujibu hayo maswali. Lakini wewe ukikaa kwa muda, pressure inakuwa kubwa. Kwa hiyo taarifa za ubongo, hapa sasa naongea kisayansi kidogo, kwenye nalio ya kawaida tuelewane kwamba ubongo hupokea taarifa nyingi. So nao huhitaji muda wa kuchakata taarifa kabla ya kufanya maamuzi. Nini kinatokea? Tunakuwa overstimulated na tumeona TikTok, tumeona Instagram, tumeona WhatsApp, tumeona invest. So ubongo wako unakuwa kama umechanganyikiwa, yani umechanganyikiwa. Alafu hapo unataka ufanye maamuzi. Umeelewa sio? Lakini ubongo ukiwa umechanganyikiwa hivi, mpata taarifa nyingi, when you cool down, alafu unajipa muda wa kutafakari, then unatoa utatuzi yakinifu. Kwa hiyo kabla hujafanya investment yoyote, hakikisha una taarifa ya hiyo njia unayotaka kuendea kwa kina. Yaani hakikisha alafu usiwe na pupa. Hakikisha una taarifa yakinifu ya investment unayotaka kuendea. Itakusaidia sana. Kila laheri mwana investor. Shosti! Tusemezane.